Katika maisha ya kila siku, kuna watu wanapitia mambo mbalimbali ya kimwili na hata yale ya kihisia. Je, umewahi kupata hisia au kuhisi unapendwa na mtu fulani maarufu, ili hali kiuhalisia haiko hivyo? Ungana nami kwenye Siri za Mwili, mahali ambapo unapata maelezo ya kina kuhusu miili yetu na jinsi inavyofanya kazi. Kama ni mara ya kwanza kujiunga nasi, usisahau kusubscribe, like na share video hii ili iweze kuwafikia watu wengi zaidi. Hali hii kitaalam hujulikana kama erotomania au Clay-Lambert syndrome. Hii ni kutokana na daktari wa magonjwa ya akili aliyejulikana kama Githan Gatin Clay-Lambert. Erotomania ni nini hasa? Kitaalam, hali hii huitwa erotomania, pia inajulikana kama Clay-Lambert syndrome kutokana na jina la daktari wa magonjwa ya akili wa Ufaransa ambaye alielezea hali hii kwa kina mnamo mwaka 1921. Ni aina ya delusional disorder ambapo mtu huamini kwa uhakika mkubwa kwamba anapendwa na mtu mwingine, mara nyingi mtu maarufu, mwenye mamlaka au mwenye hadhi ya juu, ila hali hakuna ushahidi wa kweli wa jambo hilo. Tofauti na crush ya kawaida, hapa imani huwa ya kudumu kwa muda mrefu, haiwezi kubadilishwa hata kwa ushahidi wa wazi. Pia huathiri maisha ya kila siku. Kuna vyanzo vingi au visababishi vinavyosababisha hali hii kutokea. Miongoni mwa sababu hizo ni kama zifuatazo. Kwanza, sababu za kisaikolojia. Mfano, kukosa kujiamini, hofu ya kukataliwa, historia ya kukataliwa kimapenzi, upweke wa muda mrefu na mahitaji makubwa ya kupendwa au kuthaminiwa. Sababu ya pili inaweza ikawa ni sababu za kibiolojia. Mabadiliko katika kemikali za ubongo, mfano dopamine, na magonjwa ya akili kama schizophrenia na bipolar disorders. Lakini pia major depressive disorder yenye dalili za udanganyifu. Sababu ya tatu inaweza ikawa ni sababu za kijamii. Kujitenga na jamii, kukosa mahusiano halisi ya karibu, mitandao ya kijamii inayorahisisha kufuatilia watu maarufu, mazingira yenye msongo mkubwa wa mawazo, na baadhi ya tafiti zinaonyesha hali hii inaweza kuonekana zaidi kwa wanawake, lakini nyingine zinaonyesha wanaume wanaweza kuwa wahanga zaidi, hasa katika visa vinavyohusisha ufuatiliaji. Je, utamtambua vipi mtu mwenye hali hii? Dalili kuu ni zipi? Dalili zake hujumuisha dalili kama kuamini kwa uhakika kuwa mtu fulani ananipenda, kama kuona ishara za siri kwenye maneno, tabasamu au posti za mtandaoni. Lakini pia kuamini kuwa kuna mawasiliano ya siri kimawazo au kupitia alama. Pia kutuma ujumbe, barua au kujaribu kuwasiliana mara kwa mara na mtu huyo. Wivu mkali, kuwa tayari kumlinda au kumtetea mtu huyo hata bila sababu. Pia kukasirika na kuwa na hasira pale unapokataliwa katika hali mbaya zaidi. Inaweza kusababisha mambo ya ufuatiliaji na migogoro mingine mingi ya kijamii. Athari zake ni zipi? Je, hali hii ina athari gani kwa mtu na kwa kijamii pia? Zipo athari za kisaikolojia, mfano msongo wa mawazo, unyongofu, hasara, pia kuchanganyikiwa. Lakini kuna athari za kijamii kama kupoteza marafiki au familia, kuvuruga kazi au masomo,
pia migogoro ya kijamii. Na tatu ni athari za kisheria. Katika baadhi ya matukio, mhusika anaweza kuingia matatizoni kisheria kutokana na ufuatiliaji au usumbufu kwa mtu anayehisiwa anampenda. Je, hali hii ina tiba? Mtu anaweza akapatiwa matibabu? Habari njema ni kwamba hali hii inatibika. Kuna dawa ambazo hupunguza msongo wa mawazo kulingana na hali ya mgonjwa, lakini pia tiba ya kisaikolojia humsaidia mgonjwa kutambua mawazo yasiyo sahihi, kujifunza kutafsiri hali kwa uhalisia zaidi, lakini pia humjengea kujiamini. Tatu ni msaada wa kifamilia. Kutoa msaada bila kubeza, kuepuka mabishano makali kuhusu imani yake. Hii itamsaidia zaidi kufuatilia matibabu. Ufanye nini ili kuzuia hali hii isikutokee ama isimtokee mtu wako wa karibu? Kwanza, unapaswa kujenga au kumjengea kujiamini tangu utotoni. Lakini pia kuwa na mawasiliano ya kijamii na yenye afya, kutafuta msaada mapema pale mtu anapoanza kuwa na mawazo ya aina hii. Pia kuelimisha jamii kuhusu afya ya akili. Mwisho, kupunguza upweke na kushiriki katika shughuli mbalimbali za kijamii. Erotomania si mapenzi ya kawaida, bali ni hali ya afya ya akili inayohitaji uelewa, huruma na matibabu sahihi. Ni muhimu kutambua kuwa mtu mwenye hali hii hajitengenezei kwa makusudi, bali anaamini kweli kabisa kile anachokihisi. Elimu kuhusu afya ya akili inasaidia kupunguza unyanyapaa na kuwafanya watu watafute msaada mapema. Asante kwa kuungana nami kwenye Siri za Mwili. Mpaka wakati mwingine, usisahau kusubscribe, like, share na tuachie maoni yako kwenye sehemu ya maoni. Mpaka wakati mwingine.